Mheshimiwa Manili, wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, wilaya ya Geita kwa kifupi sana kwenye afya tulikuwa na zahanati 56. Kwa sasa tuna zahanati 97, maana yake zimeongezeka zahanati 41. Na ni nzuri, zenye vioo, zenye vigae, na nyingine zimeezekwa kwa mabati ya msauzi, na wananchi hawakukelepeshwa kuchangia. Kipindi cha nyuma tulikuwa na budget, kila mwananchi alitakiwa achangie, na asipochangia maana yake atakuja veo, na kuku walikuwa nalia veo wanamlia kwa sababu veo alipita kukusanya kuku wa mwananchi ambaye hakuweza kuchangia. Lakini kwa kipindi chote cha awamu ya 6 hakuna mwananchi amechangia, na kama ni kuchangia ni michango ya kawaida sana. CCM oyee! Mheshimiwa Manili, wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani tulikuwa na vituo vya afya kwenye wilaya nzima, vilikuwa 5. Kwa sasa tuna vituo vya afya 12, na vituo vya afya hivi vinafanya operation, ikiwepo Kasamwa, ikiwepo Nyankumbu. Lakini wakati Dr. Samia Suluhu Hassan hajaingia madarakani, kituo cha afya cha Kasamwa kilikuwa kifanya operation. Mama akitaka kujifungua ameshindwa, anabidi aende kwenye hospitali ya mkoa, na hospitali ya mkoa haikuwepo. Hospitali ya mkoa iliyokuwa inatumika kama hospitali ya mkoa ni hospitali ya manispaa ya mji wa Geita. Mkoa ulikuwa unatumia hospitali, manake hatukuwa na hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Manili, hivi ninavyozungumza tunazo hospitali za wilaya. Kwenye wilaya moja tunazo hospitali za wilaya 3. Iko Nzera kilikuwa kituo cha afya kikaongezwa hela. Iko Rudete, Katoro pale sasa hivi ni hospitali ya wilaya, na hata iliyokuwa inatumika kama hospitali ya wilaya manispaa pale sasa imeachwa, imeanzishwa hospitali ya mkoa. Mheshimiwa Manili, hospitali ya mkoa yenyewe kabla Dr. Samia Suluhu Hassan, hospitali ya mkoa yenyewe ilikuwa haijaanza pale Magogo, na ilikuwa na majengo 3 tu. Kulikuwa na jengo la OPD, kulikuwa na jengo la kufulia nguo, na kulikuwa na jengo la kefu. Maana yake nini? Pale hospitali ya mkoa ilikuwa haijaanza. Mheshimiwa Manili, nilikwambia sasa hivi hospitali ya mkoa ile inafanya kazi, zimekwenda pesa zaidi ya bilioni 10 pale. Bilioni 10. Jengo la gorofa la mama na mtoto linajengwa pale. Jengo la dharura limejengwa pale. Jengo la dharura limejengwa pale, na jengo la wagonjwa mahututi limejengwa pale. Na Mheshimiwa Manili, pale Magogo kumenunuliwa x-ray za kisasa, wanaziita wataalamu digital x-ray. X-ray moja inauzwa milioni 468, na nyingine inauzwa shilingi milioni 334. Maana yake vifaa peke yake vimechukua pesa nyingi. Mheshimiwa Manili, pale kwenye hospitali ya mkoa kuna kipimo ambacho hakikuwepo, na kilikuwa Bugando peke yake, ni CT scan iko pale. Kwa hiyo kazi kubwa sana imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Manili, kuna pesa imekwenda pale kwa ajili ya kujenga ukuta. Kuna fedha zimepelekwa pale kwa ajili ya kununua vifaa vya emergency pamoja na dharura zaidi ya bilioni 1.8. Ni fedha nyingi sana Mheshimiwa Manili imekwenda pale Geita. Hospitali ya mkoa sasa mpaka ina kwa Kisoma inaitwaje? Walkway. Njia za watembea kwa mguu. Yaani Katoro kwa mabati kunole simenzera mkatikati. Ziko pale. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kazi kubwa sana imefanyika na inaendelea. Leo hii baada ya hospitali ya manispaa ya mji wa Geita kuwa hospitali ya mkoa imeondolewa, zimepelekwa milioni 900. Kwenye hospitali ya mji wa Geita zikapelekwa milioni 900. Kilichofanyika pale, ukifika Mheshimiwa Manili, ukifika kwenye hospitali ya mji wa Geita kilichokuwepo pale, ukiambiwa kalete kipimo cha choo, ukiingia kwenye choo unaugua zaidi. Vyoo vilikuwa vichafu, vikajengwa vyoo vipya pale. Kama kuna mwenzetu ameweza kuaga dunia, sehemu ya kumweka ilifika mara pakawa panakosekana. Na bahati nzuri sana baba huyu Chacha, ilifika mara tukawa tunamuomba tunaenda kuhifadhi wagonjwa pale. Kwa hiyo baada ya hapo jengo la mortuary likajengwa jipya. Jengo la upasuaji likajengwa jipya. Kwa hiyo kazi kubwa sana imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan bila michango.